Naam, mtazamaji wa Anuari TV, karibu sana kwenye kipindi cha The Golden Boot, sehemu ambako kama ilivyoada tumekuwa tunaangazia habari za kimichezo, kitaifa na kimataifa. Na kwa siku ya leo mtazamaji, tunauweka kando kidogo mchezo wa soka kwa maana mpira wa miguu, na tunakwenda kuangazia masumbwi kwa maana ya ndondi, ambako kwa siku ya leo tuko hapa na meneja wa kampuni ya ngumi za ridhaa nchini kwa maana ya Gadaf M&Y Boxing Promotion, ambaye tutakwenda kufahamu mengi kutoka kwake, ambao kwa mkoa wa Kigoma wana jambo kubwa siku ya Ijumaa ya Agosti 28 mwaka huu 2026, ambako tayari wamekwisha andaa pambano la mabondia kutokea mkoani Kigoma ambao watazichapa na mabondia kutokea katika jiji la Maji Chumvi kwa maana ya Dar es Salaam. Niko naye hapa meneja kwa maana ya Mohamed Ramadhan maarufu kama Master Koncho, ambaye atakwenda kuelezea kinaga ubaga. Ismi jina langu ni Leopard John, sauti ya mvua. Nikuombe tu uwe nami mwanzo mpaka tamati kwa siku ya leo, ambako tumekuja kivingine katika upande wa masumbwi kwa maana ya ndondi. Bwana Master Koncho, kwanza karibu ndani ya studio za Anuari TV, na nikukaribisha sana bwana kwa mara yako ya kwanza kufika hapa makao makuu ya Anuari TV. Asante sana. Nashukuru sana. Sawa, stories zimekuwa nyingi mkoani Kigoma kuhusu pambano ambalo siku ya Ijumaa linakwenda kusubiriwa kwa hamu kubwa kuweza kushuhudia mabondia wazawa kutokea mkoani Kigoma ambao watakuwa wanazichapa na mabondia baadhi kutokea katika jiji la Dar es Salaam. Pengine nyie kama waandaaji, pambano hili litakuwa kwa mfumo gani, lakini pia mmezingatia nini na nini kuelekea kwenye hili pambano kubwa ambalo litapamba usiku katika mkoa wa Kigoma? Pambano hili tumeliandaa kwa mfumo wa amateur baada ya kugundua kuwa Kigoma kuna vipaji na vipaji vya masumbwi vinahitaji support mkoani Kigoma. Na nimegundua kwamba Kigoma kuna kipaji. Mwaka 2021 nilikuja mkoani Kigoma kwa mara ya kwanza. Nilikuta vijana wanacheza ngumi, lakini ukiwauliza lini utacheza hawajui lini watacheza ulingoni. Na vipaji wanavyo kweli, lakini kucheza hawachezi. So muda mrefu niliongea na viongozi wenzangu baada ya kuwepo Dar es Salaam. Nikamwambia kule Kigoma kuna vipaji vya ngumi, lakini havina support. Kwa nini tusishirikiane na chama cha ngumi mkoa wa Kigoma kuandaa hilo pambano? So tulifanya mawasiliano na chama cha ngumi mkoa wa Kigoma. Wakatupa ushirikiano mzuri, wakasema ni kweli mabondia wa Kigoma wanahitaji support. So tulikuja kujiridhisha kabla ya kuja huku kwa ajili ya pambano. Tukaongea na mabondia wenyewe wa mkoani Kigoma. Wakasema wanahitaji kupigana, maana wamefanya mazoezi muda mrefu na wapo ambao hawajawahi kabisa kupigana. Na wana miaka zaidi ya 10 wanacheza ngumi ila hawajawahi kupanda ulingoni. Na wapo ambao walishawahi kupanda ulingoni ila walipanda ulingoni nje ya mkoa wao. Kwa baada ya kufuatilia nikaona nao wana haki ya kupata nafasi hiyo ndani ya mkoa wao. Ukiangalia kuna mikoa mingi sana, lakini tumekuja Kigoma kwa sababu ni mkoa ambao haujawahi kupata nafasi hiyo. Unaweza tukasema zaidi ya miaka hata 20 inafika. Maana ilishaye kupatikana nafasi ya professional boxing, lakini haikuhusisha watu wa Kigoma. Ambayo ilifanyika 2022, alikuja kina Karim Mandonga. Ila ile haikuhusisha watu wa Kigoma. Ni mabondia ambao walitoka Dar es Salaam wakapigana wenyewe kwa wenyewe, ila event walifanyia Kigoma. Sisi tofauti yetu ni kwamba tunawainua wazawa wa Kigoma wapate nafasi. Kwa ni hivyo ndugu mtangazaji. Sawa, tuje pia tuangazie namna ambavyo mapambano yatakuwa mangapi kwa idadi, lakini pia kile ambacho mmekitegemea. Nimeona listi kubwa ni mapambano ya wanaume. Sijaona wakina dada hapa wakihusishwa, na mkoa wa Kigoma pia umekuwa una mabondia wanawake ambao wanafanya vizuri, akiwemo pia Stumai Muki. Na kitu ambacho usichokijua mtangazaji, bondia wa kike Kigoma ni mmoja tu, ambaye ni Stumai Muki. Ni mmoja tu. Kwa changamoto ya ngumi watakuwa wacheze wawili. Kwa kutokana ni mmoja, tutaongea na chama cha ngumi mkoa waangalie namna ya kuzalisha, kwa sababu mashuleni sasa hivi mkoa wa Kigoma ni mkoa ambao unazalisha wachezaji wa kike. Basi waangalie, wafanye mikakati namna ya kuzalisha wachezaji ngumi wa kike ili tunavokuja safari nyingine angalau tupate na jinsia ya kike. Kwa safari hii kutakuwa na wanaume wazawa wa mkoa wa Kigoma.
Sawa, pengine mapambano haya yameratibiwa na BFT kwa maana ya shirikisho la ngumi za ridhaa nchini Tanzania. Yeah. Kupitia chama cha ngumi waliwasiliana na BFT, wakapewa go ahead, wakatupa majibu kwamba pambano liendelee. Yeah. Na support ya mkoa mpaka hivi sasa, namna ambavyo mliwasilisha na wakapokea kwenu, ipo katika namna gani, labda yani katika ile chachu sasa ya kuweza kukuza mchezo wa ngumi katika mkoa wa Kigoma? Support ni kubwa mno, ushirikiano ni mkubwa mno. Kila ofisi tunaoenda wanatupokea vizuri na wanatuonyeshia ushirikiano. Kwa hilo nawapongeza sana mkoa wa Kigoma. Ni watu ambao ni wakarimu sana. Yani wanapenda michezo. Kigoma nilikuwa naisikia kwamba ni mkoa wa vipaji. Lakini baada ya kufika sasa ndo nimeamini, sio kusikia tena, kwamba kweli ni mkoa wa vipaji. Kwa sababu ukiangalia ni zaidi ya kilomita 1000 kutokea Dar es Salaam. Lakini unakuta vipaji ambavyo yani hata kule Dar es Salaam wana viwango vidogo sana, lakini huku mtu ana kiwango kikubwa na hajawahi kupata mechi yoyote. Sawa, pengine kama una listi ya mapambano ambayo tutakwenda kuyashuhudia siku hiyo ya Ijumaa ya Agosti 28 mwaka huu 2026, kwa haraka kwa faida ya mtazamaji. Kutakuwa na champion namba 1 ya Kigoma. Mimi napenda kumuita Kigoma Wani kutokana na uwezo wake mkubwa sana ndani ya mkoa. Kutokana na spidi yake ya ngumi, nguvu aliyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Yule kijana anaitwa Salumu Nzimile almaarufu Saanzi. Yule kijana ana kipaji sana. So kutokana na kipaji chake kikubwa, na sisi tumemletea bondia mzuri sana ambao, ndugu mtangazaji, utasema kweli huyu bondia ni mzuri. Tumeletea bondia mzuri sana, atacheza naye kwa sababu yeye ana kipaji kizuri kicheza na kizuri, na ndio maana inaitwa dabi. Barcelona kicheza na Real Madrid dabi. Bayern Munich kicheza na Dortmund dabi. Kwenye football. Sasa angalau tunaweka dabi moja ambayo itakuwa mechi moja tafu, ambao hata wewe mwenyewe mtangazaji ukisema nani anashinda, majibu huna. Kila raundi utakaoiangalia unakuwa hauna majibu, maana yake watapigana sana. Kwa hiyo itakuwa ni dabi, na bingwa wa Kigoma atacheza na bondia mmoja ni anaitwa Bakari Juma. Huyo ni professional, ila atakuja kucheza ngumi za ridhaa, kuja kunyanyua kipaji. Hata pia Salum Champion ni professional boxer. Salum Champion ni professional boxer. Ila hajawahi kucheza professional. Yani hakuwahi kufanya kwenye kushiriki kwa yale mapambano. Lakini nimeshawahi kuzungumza naye mara kadhaa, na hata pia leseni kutoka kamisheni ya ngumi za kulipwa nchini aliweza kunithibitishia kuwa nayo. Kwa hiyo naona kuna mchanganyiko ama mchanganyo wa wale mabondia ambao wapo katika upande wa professional, lakini pia wale ambao wameingia katika mlengo mzima wa kujitolea kwa maana ya amateur. Naam, mtazamaji wa Knowledge TV, nikushukuru kwa wewe ambaye bado umeendelea kuwa nasi kwa siku ya leo, ambako kwa siku ya leo tunaangazia pambano la ngumi za ridhaa ambayo tayari imeshaandaliwa Agosti 28 mwaka huu 2026, inakwenda kufanyika hapa mkoani Kigoma katika ukumbi wa Chobo, kwa lengo tu la kuweza kuimarisha na kuweza kuinua mchezo wa ngumi katika mkoa wa Kigoma moja kwa moja.